Katika tendo hilo tunafuata kwa ukaribu na kwa umakini mkubwa sana wa kiroho kile kilichotokea, kwamba baada ya karamu ile ya mwisho Bwana wetu Yesu Kristo atakamatwa, na ndio hivyo anakwenda sasa katika mateso yake na baadaye kifo chake. Kwa hivyo na sisi kama Wakristo tunafuata hiyo, kwamba baada ya adhimisho hilo la karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, hiyo Alhamisi Kuu jioni, Ekaristi Takatifu itaondolewa. Maana yake katika maana halisi Bwana wetu Yesu Kristo ni kama hayupo. Kwa hivyo hatuwezi kuwa naye hapo katika tabernakulo, na tawekwa mahali maalumu ambapo Wakristo wataweza kuendelea kumwabudu na baadaye zaidi kuendelea kumwabudu katika ukimya. Tutakumbuka pia kwamba Alhamisi Kuu hiyo jioni tunaadhimisha ibada ya misa takatifu, na hatutakuwa na misa Ijumaa wala ile Jumamosi yote asubuhi mchana. Tunakuwa na misa takatifu ile ya kesha la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kutukumbusha kule kuingia kwetu katika kina cha mfungo mtakatifu katika siku hizi za maombolezo makuu zaidi, ambako Bwana wetu Yesu Kristo sasa anakamatwa. Sisi ni kama sehemu ya wale mitume, hatunaye tena Bwana pamoja nasi, hatunaye, na ndio maana ya kutoweka kwake huko, kutokuonekana kwake huko katika yale mazingira ya kawaida tuliozoea. Tunaingia kanisani tunamuona katika tabernakulo. Kwa hiyo tabernakulo itaachwa wazi, taa ile ya tabernakulo itazimwa na matendo mengine yatafuata, altare itaachwa tupu na kadhalika na kadhalika, kutuonyesha kwamba tunachoingia ndani yake ni kitu kikuu zaidi, ni kipindi cha maombolezo makuu zaidi, ukimya mkuu zaidi, upweke mkubwa zaidi kwetu sisi wa Kristo na kwa wanadamu, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo hayupo. Tutakutana naye sasa katika ufufuko na katika ushindi wake katika ile Dominika ya Pasaka.